Hujambo mwanamichezo, karibu sana kuitazama Ava TV. Naitwa Memorasia Sylvester, nyuma ya kamera ni Roda. Tunazungumza hapa ya kimichezo kupitia Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina hilo hilo la Ava TV. Na kubwa zaidi tunazungumza yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi nitakujuza kuhusiana na usajili ambao umefanyika ulifanyika na klabu ya Mashujaa FC kumtambulisha legend wa mpira wa Tanzania ambaye amewahi kuitumikia Simba kwa muda mrefu, lakini pia akacheza pia kwenye klabu ya Yanga. Ni nani pengine anaweza akawa ni mgeni kwa upande wako, lakini huyu ni nungunungu Jonas Gerald Mkude, kiungo wa shoka kabisa ambaye ameitumikia Simba kwa muda mrefu, lakini jana tumeshuhudia akitambulishwa kwenye klabu ya Mashujaa FC. Watu wengi wameuzungumza kwa ukubwa wake, usajili wake kwenye timu hiyo, nini ambacho ataenda kukifanya, nini ambacho ataenda kuisaidia Mashujaa kwa upande wake. Lakini nikikusomea kwenye comment hapa, tumeona baadhi ya wachezaji wenzake wakimtakia heri, lakini pia wakizungumza namna ambavyo usajili huo kwa upande wao Mashujaa wanaenda kunufaika vipi kutokana na kila ambacho anakifanya Jonas Mkude, lakini pia kutokana na kila ambacho alichonacho, talent alionayo Jonas Mkude, kutokana na watu wanamfahamu kwa muda mrefu, amekuwa akicheza football kwenye ligi ya hapa Tanzania. Sasa jana moja ya posti ambao waliposti Mashujaa imepata wafuatiliaji kwa asilimia kubwa kutokana na mvuto wa klabu ya Mashujaa kwenye swala zima la media yao, ama kwenye swala zima la mitandao yao ya kijamii. Lakini kwa asilimia kubwa hapa kwenye usajili wa Jonas Mkude umekuwa na watu ambao wamefuatilia kwa asilimia kubwa sana. Comment ambazo tunazungumza mpaka sasa hivi ni zipo kama 722, lakini watu wakiwa wamelike zaidi ya 26. Comment ambazo zipo, tumeona wachezaji ambao wamemtakia kila laheri, ikiwemo beki wa klabu ya Yanga Dickson Job amesema all the best yanko. Nixon Kibabage beki huyu kutoka Simba naye amesema all the best mjomba. Tumemwona hapa Dennis Nkane naye ametuma ujumbe wake, anasema nungunungu. Lakini pia Kibwana Shomari amemtakia heri, anasema all the best kaka. Kuna Falhani mchambuzi anasema yeye kila la heri homeboy. Lakini Charles Abel anasema amemtumia message hapa, ameandika nungunungu. John Rafael Boko mshambuliaji wa zamani, lakini pia ni kocha kutoka timu ya vijana ya Simba Sport Club, na yeye ametuma ujumbe wake, amesema nungunungu, anasema all the best kiungo. Lakini pia tunamwona Simon Msuva na yeye ametuma ujumbe wake, anasema kila laheri kwako. Wapo wengi wachezaji, lakini pia tunamwona hapa Petimane na yeye ametuma ujumbe wake, anasema ametuma emoji za fire. Lakini hapa tumeona dada yake na Mkude pia naye amemtakia kila laheri. So kwa tafsiri hiyo unaweza ukaona namna gani watu wameupokea na kuzungumza kwa namna yake usajili wa mchezaji huyo. Ujumbe ama jumbe ziko nyingi, lakini kwa hizo chache ambazo nimekusomea kwa wachezaji ambao wamemtakia heri, lakini nimeona nimtafute sasa hapa afisa habari wa timu hiyo Steven Ndorobo, naye atuambie kuhusiana na usajili huo, lakini nini ambacho ataenda kukiofa Jonas Mkude kuelekea kwenye mashindano yao ambao wanakwenda kushiriki kwa msimu huu. Steve. Yes. Mambo? Habari za kazi? Njema, kwema? Nzuri kabisa, naambia. Safi, unasikika kutokea Ava TV. Hapa tunazungumza muda huu lakini kubwa zaidi nilichokuwa nataka kuzungumza na wewe ni kuhusiana na usajili wa Jonas Mkude, ambapo jana mmemtambulisha na tumeona mapokezi yamekuwa makubwa sana. Kwanza hongereni, lakini pia tuambie usajili huo kwa upande wenu mnakwenda kunufaika kwa asilimia ngapi kutokana na ubora wa Mkude, lakini pia uzoefu ambao alionao kwenye ligi yetu? Asante. Kwanza umezungumza vizuri, ni moja kati ya wachezaji ambao tunasema ni seniors ambao tuko nao katika taifa letu la Tanzania. Kwa bahati mbaya jambo ambalo linaweza likamnyima labda fitness, lakini kwa sisi watu wa mpira mara zote huwa tunasema form is temporary but class is permanent. So class yake bado inabaki kuwa pale pale. Yapo form na kulingana na mazingira inaweza ikawa inapungua au inashuka. Kwa ni jukumu la mwalimu Amani Josia kuhakikisha kwamba anatengeneza fitness ya Jonas Gerald Mkude kuweza kurejea kwenye ubora wake na kuweza kufanya
Watanganyika waendelee kufurahia mazuri ambayo Mkude amekuwa nayo au ambao amekuwa akiyaonesha siku zote ambazo amekuwa akicheza mpira katika taifa hili la Tanzania. Lakini kitu kingine kikubwa ni kwamba Jonas, kwa aina ya timu kama Mashujaa, kwa timu yetu, kwa timu ya daraja letu, tunaamini kabisa Mkude anaweza akawa ni msaada mkubwa sana, hasa kwenye eneo la kiungo. Anakuja kwenye timu ambayo kwa asilimia kubwa tumesajili vijana au mabwana wadogo ambao hawana uzoefu mkubwa kwenye ligi. Yeye amekuwepo kwenye ligi sio chini ya miaka 20 na uzuri na ametumika kwenye vilabu vikubwa vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Kwa ule uzoefu, experience ambayo amekuwa nayo, tunaamini kabisa mchezaji kama Hija Shamte anayecheza katika eneo lake anaweza akawa na mengi ya kumshauri nje ya ushindani wa namba. Kuna vitu vingi sana ambavyo Hija atajifundisha kutoka kwa Mkude. Lakini tunaamini kabisa kwamba Michael Godlove ametumsajili kutoka KVZ pia atakuwa na nafasi ya kujifunza vitu vingi sana kutoka kwa Jonas Gerald Mkude. Kwa hiyo tunamfaidi Jonas sio tu ndani ya uwanja, lakini tunamfaidi mpaka kwenye wakati mwingine. Unajua kuna wakati timu zinapita kwenye mazingira magumu, timu zinapitia wakati mgumu zinapokuwa zinaelekea labda mwishoni mwa ligi. Ukiwa na mchezaji aina ya Jonas Mkude, wakati mwingine anaweza akatumika kama mshauri hata kwenye mambo ya kiufundi. Yes, kwamba mwalimu, mimi nafikiri kwa uzoefu wangu hapa tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa hiyo tunazo faida nyingi sana ambazo tunazipata kutokana na ujio wa Mkude. Lakini kiufundi hakuna mtu ambaye hajui ubora wa Jonas Mkude. Ndio maana nikasema kwamba tunaweza tukatengeneza siasa na story nyingi labda kwa sababu hajacheza muda mrefu, lakini when to comes kwenye issue ya performance, Mkude ni moja kati ya wachezaji ambao bado wana nafasi kubwa sana ya kucheza ligi ya Tanzania na hata kuitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Mimi nitakutolea mfano. Tuna mchezaji anaitwa Shomari Kapombe, ni age ya kina Mkude. Yes, Himidi Mao Mkami mpaka leo bado anacheza. Ni age moja. Watu kama kina Mzamiru Yasin ni age ya kina Mkude. Watu kama kina Shabalala ni age ya kina Mkude. Kwa bahati mbaya sana Mkude tu kwenye season 1.5 iliyopita hajapata nafasi ya kucheza. Lakini ukizungumza juu ya ubora na uwezo wa kucheza mpira, Mkude bado ana nafasi kubwa sana. Sio tu kuisaidia Mashujaa, hata kwenye AFCON msimu unaokuja. Kama Miguel Gamondi atamtazama na Mkude atarejesha fomu yake vizuri, bado naamini ana uwezo wa kuisaidia hata timu ya taifa. Sawa, Steve, nataka kufahamu pendekezo hili la Mkude kujiunga Mashujaa ni kwa kocha ama ulikuwa ni mchakato wa muda mrefu kiasi gani kuhakikisha kwamba labda mnampata, na pengine ilikuwa ni ngumu au rahisi kwa upande wenu kumpata mchezaji kama Mkude? Hakukuwa na ugumu sana kwa sababu Mkude ni mchezaji ambaye alikuwepo na hakuwa na timu. Alikuwepo tu nyumbani, amekaa na tulia na endeleza shughuli zake zingine ambazo pengine yeye mwenyewe alikuwa anazifanya. Lakini kuhusu pendekezo la kocha, hakuna usajili unaoweza ukaufanya bila pendekezo la kocha. Hata kama ni viongozi ndio wanaweza kuwa wamepoint mchezaji. Kwa namna yoyote lazima watarudi kwa mwalimu, bana tumepata mchezaji huyo, vipi unasemaje aje au asije? Mwenye uwezo wa kutoa approve kwa sababu anayekwenda kuwatumia ni yeye mwalimu. Kwa atatoa approve kwamba huyu mtu aje. Kwa hiyo mwalimu Josia baada ya kumpelekea jina la Jonas aliona ni anaweza kawa ni msaada na akaprove, basi tukawa tumemchukua. Kwa hakukuwa na ugumu wote kwenye namna ya kumpata. Na kwa sababu Amani Josia mwenyewe amekubaliana na mchezaji kuja, atajua namna gani ambavyo anaweza akamtumia. Kwa sasa kinachofanyika ni kurejesha fitness level yake, na baada ya hapo tuanze kumtumia kwenye mechi. Kwa hiyo watu watupe muda. Hizi mechi mbili atakuwa yuko anafanya mazoezi ya kujitengeneza, kurudisha ule utimamu wake wa mwili. Na baada ya hapo watu wa Kigoma na Waha wenzangu wataanza kufurahia matunda. Sawa, nimeona na mwitikio umekuwa mkubwa, wachezaji wengi wamemtakia kila laheri, lakini pia wengi wanaamini kwamba atakwenda kufanya makubwa pale kwenye timu yenu. Hilo mmelipokeaje? Memo yule ni timu ya taifa Tanzania. Ni kutolea mfano, Samata amestaafu kucheza timu ya taifa, lakini mpaka leo maoni ya Watanzania wengi ni kwamba aendelee kucheza. Unajua ni kwa sababu gani watu wanaona bado ana umuhimu, pamoja na kwamba yeye mwenyewe anahisi bado hawezi kusaidia timu. Ni mtu mwenye ni very very mature. Ni moja kati ya wachezaji ambao ni mature, ambao amefanya vitu vingi, amecheza kwenye ligi kubwa duniani. Mkude amecheza kwenye timu kubwa za Kariakoo na ana achievement. Huyu ameipeleka Simba robo finali kwa goli lake, sio mara moja, sio mara mbili, akiwa ni sehemu ya mafanikio ya Simba. Amecheza Young Africans pia kwa mafanikio, japo alikaa kwa muda mfupi. Kwa hiyo
kwa timu ya daraja la Mashujaa, yani kwa timu ya aina ya Mashujaa, Mkude kwetu bado anabaki kuwa ni X factor kama ambavyo wengine wanaita. Sawa, Steve, kwa kumalizia, kwa sababu mna mchezo leo dhidi ya Fountain, una neno gani kwa mashabiki wa Mashujaa ambao wanategemea kuona mchezo lakini pia wanatamani kupata ushindi kwenye mchezo wa leo, na imebakia masaa machache tu kuelekea kwenye huo mchezo? Sisi tuko fresh. Sasa hivi tunachofanya ni refreshment tu ya kiakili kwa wachezaji, lakini kila kitu kimeshakamilika. Tunachokisubiri hivi sasa ni kuingia uwanjani tukachukua pointi 3. Kesho asubuhi tunaelekea Mbeya kwa ajili ya Mbeya City. Hatuna shughuli. Sasa hivi unajua sisi hatuna mambo mengi, hatuna muda wa kupoteza. Tunakupiga tunaondoka. Kondo ile yani mapigo na mwendo. Tulichukua alama 3 dhidi ya Coastal Union. Leo tuko na Isambuzi. Tunamalizana naye, tukimalizana naye basi hivyo tunaangalia mbele. Kwa tumeshamaliza preparation kwa ajili ya mchezo wa leo. Zaidi Watanganyika ukiwemo wewe ni Mtanganyika. Subiri saa 10 uende ukafurahie timu yako. Basi na mambo mengine lakini ushindi. Nakushukuru sana Steve. Hapo. Sawa, huyo ni msemaji wa Mashujaa Steve Ndorobo akiwa anazungumza namna ambavyo usajili ama akiwa anamzungumzia Jonas Gerald Mkude baada ya jana kutambulishwa kwenye klabu yao, nini ambacho wataenda kukifanya, lakini pia anachoamini kutokana na uwezo wa Jonas Gerald Mkude. Bila shaka umeweza kumsikia na umeweza kutazama namna ambavyo alichokizungumza kupitia Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina hilo la Ava TV. Naitwa Memorasia Sylvester.